siwaone madhaifu, kawaekea vikwazo. Wenye yao mapungufu, Ilahi kaweka nyenzo, kawatunukia kenzo, maarifa na muongozo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatu rabbi wa salamuhu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena katika muendelezo wa vipindi vyetu hivi ambavyo vinahusu ibada ya udhiya, ibada ya kuchinja, ambayo tumo ndani ya mwezi huu mtukufu wa mwezi wa Dhulhijja, ambayo wakati wowote kuanzia sasa itakapofika zile siku zetu ambazo tulizosema za kuchinja tulizofundishana, zinaweza tukawa ni watu ambao tunatakiwa kufanya ibada hii. Ibada ya kuchinja wakati wake ni upi? Kama ambavyo tulivyokuwa tumesema kwamba ibada ya kuchinja ina wakati maalum, basi ibada ya kuchinja ni kuanzia mwezi 10 wa mfungo 3 mpaka mwezi 13 wa mfungo 3. Kwa maana kwamba baada ya kusali sala ya Idi na khutba kuipata kwa imam, pale ndiyo muda sahihi kabisa wa kuanza wewe kuruhusiwa kufanya ibada yako ya udhiya, na inaendelea muda wowote unaweza ukachinja mpaka itakapofika siku ya mwezi 13. Angalau watu baadhi ya maulama wanasema ni siku 2 tu, yani baada ya Idi basi mwezi 11 na 12 ndio mwisho. Lakini pia kuna wengine ambao wanasema kwamba kuchinja ni kuchinja mchana tu, haturuhusiwi kuchinja usiku, bali bado sunna ya kuchinja ipo katika siku zote hizi, iwe mchana, iwe jioni, iwe asubuhi, iwe usiku, madam tupo ndani ya muda ambao tunaruhusiwa kuchinja. Kwa hiyo tuelewe kwamba baada ya salat al-Eid katika mwezi 10 wa mfungo 3 na khutba, baada tunaweza kuanza kuchinja mpaka atakapofika magharibi ya siku ya mwezi 13. Wakati tunataka kuchinja, je, tunachinjaje? Mtume sallallahu alaihi wasallama alinukuliwa na sahaba zake wakasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alichinja kondoo wawili, lakini wakati anachinja alifanya vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alionyesha kwa mikono yake, anasema alimlaza, wadaa qadamahu ala madha, ala sifahihima, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka mguu wake katika upande wa kifua, upande wa shingo, wengine wanasema wa yule mnyama, lakini pia akawa yule mnyama amemlaza katika upande wake wa kushoto. Kwa maana mnyama analazwa upande wa kushoto, lakini pia anakuwa ameelekea kibla. Mguu wako wewe huu wa kulia unakuwa umemzuia yule mnyama katika ile sifahi yake, lakini pia baada ya hapo wewe kama wewe unakuwa mkono wako wa kushoto ndio umeshika kile kichwa pamoja na shingo ya yule mnyama. Kwa maana inakuwa inakusaidia, umeshika kichwa cha mnyama kwa mkono wako wa kushoto, umemlaza mnyama upande wake wa kushoto, lakini pia mguu wako unakuwa umemkanyaga mnyama katika upande wake wa kifua, na kisu chako unakuwa umeshika kwa mkono wako wa kulia, wewe ukiwa umeelekea kibla, lakini na mnyama pia akiwa amelazwa kuelekea kibla. Wakati unafanya hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaripotiwa na maswahaba zake alisema bismillah. Baada ya kutia nia akasema bismillah, na maulama wengi wanasema kwamba bismillah ni shart. Wengine wanasema kwamba hakiwezi kuliwa kitu ambacho hakijasemewa bismillah, labda uwe umefanya nisyan, umesahau. Wala taakulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq. Wapo baadhi ya imamu wanasema kabisa kisichotajwa jina la Mwenyezi Mungu hichi usikile hata kama umesahau. Lakini sisi tunasema kwamba bismillah ni inatakiwa uiseme, ni kama sunna. Kama utakuwa umesahau, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ameiondoa yale makosa yako na kichinjo chako kitakuwa ni halali. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anachinja na amegeukia kibla anasema bismillah, alisema pia Allahu akbar. Allahu akbar wengi wanasema kwamba ni kitu ambacho ni sunna mustahabu, kwa maana kwamba unamtaja Mwenyezi Mungu. Kama tulivyosema kule mwanzo, wakati unachinja kinyama, Mwenyezi Mungu hataki nyama yako wala hataki damu yako, anayotaka yeye ni ile takwa yako, ikhlas yako. Kwa hiyo tumtaje Mwenyezi Mungu, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, wamtaje Mwenyezi Mungu bismillah, Allahu akbar. Alafu sasa ndio unasema hadha anni, hii nachinja kwa ajili yangu mimi na watu wangu na ahli baiti wangu. Lakini pia nao ukiweza kuongeza
na watu wangu fulani na fulani na fulani, kwa maana kwamba kama wazazi wako wameshafariki, sawa. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya na ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakati tunafanya hivi, tunaamua kuchinja, basi kuna baadhi ya mambo pia tuwe nayo na tahadhari. Tumetaja kichinjo kinatakiwa kiwe na sifa gani cha umri, lakini sifa gani za uzima, lakini pia wewe unayekwenda kuchinja. Wewe unayekwenda kuchinja, vile vifaa vyako unapokwenda kuchinjia. Tunasema kwamba uchinje na kitu kilichokuwa hada, kitu kikali. Kitu kikali kitakusaidia wewe. Kwa mfano, hichi kisu chetu nakiona kabisa kikali. Usiende kuchukua kisu butu, ukawa ndio unachinjia. Kwa sababu nini? Utamuumiza mnyama. Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha kataba al-ihsana, si ndio? Ala kulli shay au fi kulli shay. Mwenyezi Mungu ameandika tufanye wema katika kila kitu. Akasema fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha. Mtakapokuwa mnaua au mtakapokuwa mnachinja, basi mfanye pia ihsani katika ule uchinjaji wenu. Kwa maana ya kwamba tusimchinje mnyama huku tukiwa tunamwadhibu. Tumchinje mnyama na kitu kikali, nguvu zetu ziwe ndogo, lakini ule ukali ndio uwe mkubwa zaidi, kwa maana tukichinja tutatumia muda mdogo sana. Lakini katika mambo ambayo nyingine, tufanye rifqu bil hayawan, tuwafanyie huruma. Kwa maana kwamba wakati tunakwenda kumchinja, tusiwe tunamchinja ule mnyama huku kile kisu tunakinoa tunamuonesha. Mnyama anajua sasa hivi nakwenda kuchinjwa. Hii sio ihsan, sio rifq. Lakini pia wakati mwingine tunachinja mnyama hapa na mwenzake pale anaangalia. Hii sio rifq. Angalau tunakuwa na haraka, tunakuwa tunataka tuchinje wanyama wengi, lakini tunakuwa tunakosea katika zile sunna na adabu za kuweza kumchinja mnyama. Kwa hiyo tumchinje mnyama tukitumia vifaa, adati ambazo ni kali, ambazo zinaweza kumchinja kwa urahisi, lakini pia tumchinje tukiwa tumeficha, wakati mwingine anachinjwa mwingine haoni, lakini tumchinje kwa haraka zaidi. Lakini wakati tunawasukuma wanyama kwenda kuwachinja, tuende na rifq. Lakini pia wakati tunachinja, kitu gani tunatakiwa tukate katika ile shingo ya mnyama? Kuna vitu vitatu. Kuna kitu cha kwanza kinaitwa hulqum. Hulqum ni sehemu ambayo kwa maana ndio tunayopitisha hewa kwa kawaida. Hili la kwanza. Lakini la pili, kuna kitu kinaitwa mari. Mari ni kitu ambacho kinapita chakula. Mnyama anapokula au binadamu unapokula, chakula kinapita. Ni tofauti ya hewa inapopita na ule chakula kinapopita. Alafu kuna kitu kinaitwa wadjaini, hii mishipa miwili ya shingo. Kwa hiyo baadhi ya maulama wanasema kwamba tuchinje tukiwa tumekata vitu vyote vinne. Tumekata hulqum, tumekata mari, yani tumekata hili koromero, tumekata njia ya chakula, na tumekata hii mishipa miwili. Wengine wanasema hapana, tuchinje tukiwa tumekata vitu vitatu katika viwili. Yani kwa maana kwamba ima tukate koromero, tukate na njia ya chakula, na tukate hii mishipa miwili mmoja wapo. Sasa kikubwa zaidi tunachotakiwa kwamba wakati tunachinja tumuondoe mnyama katika uhai. Tuchinje kwamba tukikata hulqum inatosha kwamba itakuwa mnyama tumemmaliza? La, ni vizuri kukata hulqum, tukakata ile kwa maana kwamba lile koromeo yake, lakini pia tukakata ile njia yake ya chakula, lakini pia tukaweza kama tunao uwezo wa kuondoa moja au yote katika hizi wadjaini, katika mishipa yake hii ya shingo miwili. Kwa hiyo wakati tunachinja tujue kitu gani ambacho tunakikata, na tumdhibiti mnyama pindi ambapo kwamba atakapokuwa anatoka ile damu, tumuache damu yake itoke kwa wingi, ili ile damu iweze kuondoka na wale wadudu ambao wanakuwa katika damu, ndio ambapo tunapata afya ya ile nyama inakuwa iko salama. Lakini baada ya rahma, baada ya kutumia vitu ambavyo kwa maana kwamba haviumizi, kuna aina nyingi ya kuweza kuchinja. Wapo wakati mwingine tunapomchinja ngamia tunaambiwa kwamba tumchinje kwa chini, tunamfanyia nahar, kwa sababu ngamia ana shingo kubwa sana. Tukimchinja huku juu, mara nyingi basi damu yake inakuwa haipandi juu ya kuweza kutoka kwa wingi. Kwa hiyo ngamia ni sunna vizuri kumchinja hapa chini, mwisho wa shingo yake tunamchinja, ndio anakuwa, hii inaitwa nahar. Lakini wakati mwingine tunaita dhabh. Dhabhi tunamchinja mnyama akiwa kwa mfano kama mbuzi au ng'ombe, wakati tumeshamlaza tayari tunayo nafasi sisi ya kumchinja huku juu, kwa maana tukimchinja huku juu tayari tumetenganisha kichwa na shingo yake, imebaki na kiwiliwili, kwa maana damu yake inaweza ikatoka. Lakini wakati mwingine katika aina ya kuchinja kuna aina ya aqr. Aina ya aqr
Hii kwa maana wakati mwingine tunataka tuchinje mfano ng'ombe au labda mbuzi au huyo ngamia akawa ameweza kukimbia, amekimbilia katika sehemu ambayo sisi hatuko comfortable, hatuwezi kumpata kiusahihi kabisa, kiuzuri ya kuweza kumchinja, kuingiza kisu chetu na kumchinja. Je, mnyama kama huyu tunamfanya nini? Labda tunamwona kabisa kaenda kujibana katika sehemu ambayo hatuwezi kumpata kumchinja, na tukimwacha pale anaweza akafa. Hatuwezi kumfanyia dhabhi, hatuwezi kumfanyia nahri. Sasa tunafanyaje? Kuna kitu kinaitwa aqr. Aqri kwa maana kwamba kuchukua kitu chochote ambacho kinaweza tukamchoma yule mnyama katika sehemu ambayo tunahisi damu inaweza kumtoka kwa wingi, ikawa imetosheleza kumchinja. Hii kama tunavyoona katika kisa cha wale watu wa Thamud, kadhabat Thamud bitaghwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata allahi wa suqiyaha fakadhabuhu fa'aqaruha. Hii ndio aqri, kwa maana mara nyingi wale ngamia ndio wanaweza kuchinjwa kwa aqri, au mnyama ambaye amekwenda amekimbia sharada, hatuwezi kumfikia. Kwa hiyo tunaruhusiwa kwenda hata kama na mkuki au na mshale, tukaweza kumchoma katika zile sehemu zake ambazo tunatarajia kwamba damu itatoka kwa wingi, na hapo tutaweza kupata lile lengo la kuweza kutoa damu kwa wingi katika mwili wake yule mnyama, na ikawa imetimia sisi ile udhuhia yetu. Kwa hiyo tuangalie zaidi, tusiwaudhi wanyama, tusiwaumize wanyama, tusiwachinje wakati wenzao wanaona, lakini pia tusinoe visu wakati wengine wako pale pale mbele yao, lakini pia tuchinje kwa makali na wala tusichinje kwa nguvu zetu. Lakini pia tunaweza tukatumia ihsani katika kila kitu, na muda wa kuchinja tunaujua, wakati wa kuchinja tunaujua, basi tuweze kufanya ibada hii kwa mfumo uliokuwa mzuri. Siwaone madhaifu, kawaekea vikwazo, wenye yao mapungufu, ila ikaweka nyenzo, kawatunukia kemvo, maarifa na mwongozo. Siwaone madhaifu, kawaekea vikwazo, wenye yao mapungufu, ila ikaweka nyenzo, kawatunukia kemvo, maarifa na mwongozo. Siwaone madhaifu, kawaekea vikwazo, wenye yao mapungufu, ila ikaweka nyenzo, kawatunukia kemvo, maarifa na mwongozo. Siwaone madhaifu, kawaekea vikwazo, wenye yao mapungufu, ila ikaweka nyenzo, kawatunukia kemvo, maarifa na mwongozo. Siwaone madhaifu, kawaekea vikwazo, wenye yao mapungufu, ila ikaweka nyenzo, kawatunukia kemvo, maarifa na kumchinja vizuri, kwa maana awe hai, asiwe lezi, kwa maana damu inatoka hapa ikiwa na pamoja na vidudu vinaondoka, bakteria, ili kuweza nyama yake kuwa tayyib, kuwa nzuri inshallah. Baada hapa tutaelekea kumchuna na kuweza kugawa inshallah. Kwa hili tukio inshallah takuwa tumemaliza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. siwaone madhaifu, kawaekea vikwazo, wenye yao mapungufu, ila ikaweka nyenzo, kawatunukia kemvo, maarifa na mwongozo.